Nakuaje mkali? Kama kawaida ndugu yangu. Mambo yanaenda? Mungu anasaidia kwa kweli. Naam. Naona ndio umekaribia. Ndugu yangu naona nimeondoka mwaka mmoja tu lakini mazingira yashabadilika kabisa. Hivi mwaka utakuwa ushafika? Mwaka umetimia kabisa. Kweli mwaka utakuwa umefika lakini hapajabadilika sana, ndio pamebadilika kidogo tu. Naona. Vipi Shemela naye? Nitegemea atakuja kunipokea hapa ila simuoni. Wewe kali tu kwanza ndani ndugu yangu. Ndugu yangu kwanza ndani, karibu kwanza ndani, karibu ndani. Pengine sababu moyo unujua au tupendo tonishwe pana ndugu yangu mimi siwezi kukubaliana na wewe kabisa kwenye uamuzi wako. Wewe unaanzaje kumfukuza shemeji? Mbona mimi shemeji tabia zake nazijua yule? Yaani shemeji unaanzaje kumfukuza ndugu yangu? Yule mimi namjua kabisa, tumekaa siku kibao sana hapa ndani. Tabia zake nazijua ni nzuri. Yaani nikwambie tu ukweli, pale ulikuwa umepata mke. Yule ni mwanamke kabisa wa kuoa kuweka ndani kuanzisha familia. Afu leo unakuja kuniambia umeanza kumfukuza eti kwa sababu ya sababu sijui hata sababu gani. Au nikuuliza labda ni tukio gani ambalo umeliona ni umethibitisha mpaka ukaona kabisa hapa shemeji anastahili kuondoka. Stable. Wewe unaweza ukajiona kama uko sawa na maneno yako ambayo unaniambia mimi. Lakini ukweli uko pale pale. Shemeji yako alizingua. Tena alizingua pakubwa, hajazingua padogo. Hivi wewe mtu ambaye una mahusiano naye na mnaishi ndani, mmeoana, unakuja kumkuta barabarani kasimama na mtu. Alafu huyo mtu mwenyewe bora angekuwa hata anaeleweka ndugu yangu. Haeleweki, ni mtu wa ovyo mkota makopo. Unajua nilisimama kwanza nikaangalia ile picha. Nikawa najiuliza sasa maswali kichwani kwangu. Hivi mke wangu mimi kwangu anakosa nini? Mpaka leo hii anaenda anakuwa anasimama na watu wa ajabu. Haya, mimi nilikuwepo kwa mbali, nilikuwa sijui pale wanazungumza nini. Lakini ukweli kwamba mimi mke wangu namvisha, namvalisha, nampa kila kitu. Mimi mwenyewe hata sijijali, namjali yeye, lakini hata ajali mimi upendo wangu kwake, aenda kusimama na watu wa ajabu ajabu barabarani. Mimi nilishindwa kuvumilia kusema ukweli. Nilimvulia uvivu Stable. Nikamwambia mama, cha kufanya kusanya mbaliga zako kwenu. Ndugu yangu, yaani mwanamke kusimama na mwanaume hiyo sio shida. Kwa sababu mwanamke hajaumbwa kuongea labda na wanawake wenzake tu au kuongea sio na nani. Kwa sababu watu wanaweza kuwa wamesimama labda mtu anaulizia njia au sijui anaongea nini. Yaani shida itakuja pale ambapo ni mada gani ambayo anaizungumza kwa wakati huo. Au nikuuliza labda wewe ulimuona labda akimpiga busu, akimkumbatia au mazingira yote ambayo angeonyesha labda sintofahamu. Hapana, mimi sijaona kitu chochote kufanya. Lakini sasa niliwaona tu wamesimama. Na sikushuhudia kitu chochote ambacho kinachozilishia labda kwamba wale ni wapenzi au ni vipi, lakini mimi mwenyewe tu moyo ulikuta unaniuma sana, yani hata kusogea pale nilishindwa. Nikaamua tu nirudi nyumbani kwa hasira zangu. Kwa sababu mimi naumia sana. Yaani mwanamke mimi namhudumia kwa kila kitu. Namvisha, anakula, chochote anachokihitaji anapata. Wewe mwenyewe unamjua shemeji yako. Mimi mwenyewe unanipata vizuri kwa sababu tulikuwa tunaishi wote hapa ndani. Humo ndani makabati yamejaa maviatu yamejaa Mimi mwenyewe hata sijijali ndugu, angalia nguo zangu za ovyo, lakini yeye anatulia, amependeza. Mume wangu nataka wigi namletea. Kwa hiyo mimi naniuma, namkuta anasimama na watu barabarani. Wanaongea issue gani? Yule mtu anamsaidia hata kama mtu ndo anamuulizia njia ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, Kuisa. Hivi tangia mke wako ameondoka hapa, ushai kuwasiliana naye au kuongea hata na ndugu zake kujua kwa anaendeleaje? Sijawahi. Mimi ningependa nikushauri kitu kimoja. Mimi naona inabidi ukamchukue mke wako. Kwa sababu Kuisa, yule mke wewe umemtolea mahali kumbuka. Haujamuoa olela na mmefunga ndoa hadi ya kanisani. Asa yani leo mnawezaje kuanza kuachana kwa sababu ambazo ni mambo ambayo yanaweza kuzungumzika na mkamaliza kabisa.
Na isitoshe muda huu mnatakiwa mwanze kujenga familia, kutafuta watoto, mambo mengine yaendelee. Alafu unakuja kuharibu mahusiano kwa sababu ya wivu tu, ndugu yangu wa kawaida kabisa. Yaani unavyoniambia kwamba mimi eti nitulize akili niende nikamfuate. Hilo swala haliwezekani kabisa. Ina maana mimi sasa nionekane nina shobo. Yaani mimi mtoto wa kiume tena sina msimamo. Wakati mimi yeye nishamwambia, toka nenda kwenu. Utakapoona mimi nina umuhimu sana kwako, utanipigia simu, mimi nitakuja nikufuate. Lakini mpaka leo hii sijaona simu. Inamaanisha kabisa mimi sina umuhimu kwake. Kwa hiyo muache, kama atakaa miezi, miaka, it is okay. Sasa nakuja hapa nakuta hali kama hivi. Wewe mwenyewe nadhani mwenyewe unaona kabisa mambo yalivyo. Kulikuwa tofauti kabisa na hapa. Ndio maana nadhani hata inachangia mazingira kubadilika, ndugu yangu. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Tuna nimekuelewa kwa ukubwa tu. Mimi nitajaribu kukaa, nitatuliza kichwa changu. Zeni baadaye mimi nitampigia simu. Au kama vipi nitamfuata kabisa kwa hao pale. Nenda nikamchukue nimrudishe nyumbani. Lakini mimi kinachoniuma, unajua mke wangu mimi namvisha, namvalisha. Wewe mwenyewe nadhani unajua, namjali sana yeye kuliko hata mimi. Lakini sasa mwisho wa siku anaenda anasimama na watu barabarani, ndugu yangu. Unajua inakuwa ni kitu fulani hivi ambacho mimi kinaniuma sana. Na hapa yenyewe nikisema eti mimi nimpigie simu ndugu yangu, nakuwa kama mimi namshobokea. Sema mimi nimekuelewa ndugu yangu, mimi nitafanya hivyo. Nampa last chance nyingine. Atakapokuja hapa mimi naweka sheria zangu. Akipindisha ndugu yangu, mimi sasa hapo nitakuwa tena sina msaada wote. Sitojali hela nilizotoa, sitojali kwa sababu siwezi kukaa na mwanamke ambaye hajielewi. Hiyo vingine mimi nahisi vina shida, ila cha msingi shemeji arudi kwanza nyumbani au mengine yote yataendelea. Wewe kijana, ina maana pamoja na matatizo yote ambayo umesababisha mpaka mke wangu mimi amefariki, bado hujatosheka kabisa yani. Unataka kusababisha matatizo mengine, si ndio? Uone kama umekaa sehemu ya hatari hiyo. Haya, ukidumbukia uko chini ukadondoka hujafa. Nakwambia hivi, ukidumbukia uko chini ukadondoka hujafa. Alafu usijisahau, sawa? Wewe ni kijana. Una miguu na una mikono. Serikali bado inakutegemea. Wewe ni nguvu ya taifa bado. Alafu unakaa tu sehemu za hatari tu hizo. Ukizingatia hapo ulipo, huna wazazi. Hivi unadhani ukadumbukia huko ukafa, nani utampa hasara? Utatupa hasara sisi ambao tunakaa na wewe mtaa huu mmoja. Yaani tuache mambo yetu tuanze kukupeleka hospitali. Tuache mambo yetu tuanze tukakuzike wewe, au sio? Kwanza wewe mshamba, nilikwambia nisije nikakuona tena kwenye mtaa. Hapo unafanya nini? Unajisahaulisha au sio? Unajizima data Samahani kakaangu, mimi sikujua kama nimekaa sehemu ya hatari kiasi hiki, na hii inatokana na mawazo ambayo nipo nayo kwa sasa hivi. Lakini nakuahidi kaka, haki ya Mungu na pia kwa jina la Mungu, sitorudia tena kukaa sehemu kama hizi. Kweli tena. Nyamaza mshamba wewe. Kwanza mwanangu, nina hasira na wewe. Mke wangu amefariki na chanzo cha matatizo yote mpaka anafariki ni wewe. Na hata kama nilimpa suspension, lakini bado mimi nilikuwa nampenda mke wangu. Bado nilikuwa na nini? Nampenda. Sasa wewe ngoja nikuonyeshe kitu wewe.
inawezekanaje? Na sababu inayopelekea mimi kuwa hapa ni nini? Na hapa nilipo ni wapi? Niambie, nahitaji kujua kwa nini niko hapa. Hapa nilipo ni wapi? Maana kitu pekee ninachokikumbuka, mara ya mwisho kuna mtu alinifunga kitambaa. Zaidi ya hilo sina kumbukumbu nyingine. Lakini pia imekuwaje nimevaa haya mavazi? Labani, huna haja hata ya kuwa na maswali mengi. Hata hicho kitambaa nilikifunga mimi, tukaongozana hadi nyumbani. Baada tu ya kufika hapo getini, ukapoteza fahamu, nikakupatia huduma ya kwanza. Na kingine, kusema ukweli, mimi sikupendezwa na muonekano wako wa mwanzo. Ndio maana nimekuogesha, nikakuvisha nguo nzuri. Sinaona umependeza mwenyewe. Hata hivyo, hizo nguo nilinunua toka siku ya kwanza nilivyokuona. Samani, lakini kama utakuwa umejisikia vibaya. Yaani unawezaje kuniogesha mimi? Angalikuwa hatuna mahusiano yoyote. Mimi sio mpenzi wako wewe. Yaani umewezaje kufanya kitu kama hiki? Hebu niambie, umefanya hivyo kama nani? Labani, taratibu basi. Hauna haja ya kukasirika. Ndio maana nikatanguliza samahani. Hata hivyo sija kuchungulia. Sija kuchungulia. Kweli tena. Sawa. Naomba unisaidie maji ya kunywa. Maji tu? Sasa, ngoja nikakuletea. Siwezi penda pengine, sababu moyo unajua. Kwa hiyo amenivua nguo ndo akaniogesha. Ina maana kwamba tayari amenichungulia hapa nilipo, sina sehemu za siri. Usipate tabu, nipo kwa ajili ya kukupa upendo ulijue. Isije moyo kapata korongo, mwizi utaumia. Na unajua ni mambo kwa udongo, maji siwezi zuia. Umenitoa bara, umenileta pwani, penzi daraja mzani. Umenitoa Sinza mpaka Msasani. Ninaona hasa kuacha mwenyewe na kuna bora uende.
minaona hasara. Pewe mwingine utamu wa peremende, minaona hasara. Usinipungukie nilishakatwa na wembe, minaona hasara. Majaribu nijazie nisijekosa kizembe, minaona hasara, minaona hasara.